الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Tukiwa tunaendelea na darasa za tauhid katika Fathul Majid, na tulikuwa tumeanza kuzisoma zile aya 3 katika suratul An'am, aya ambazo ndio wasia wa mwisho aliotuachia Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama alivyosema hayo as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda wa an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tukawa tumechukua ufafanuzi wa aya ile ya kwanza, aya ya 151. Tukachafafanua katika darasa iliyopita kauli yake Allah wa bil walidaini ihsana, na leo tunaendelea pale tulipoishia. Anasema Allah jalla jalalu, wala taqtulu auladakum min imlaqi, na wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri. Msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kuogopea ufakiri, kwamba nitawalisha nini. Mtoto amezaliwa, mtu anamuua mwanae maksudi nini? Watoto wamekuwa wengi bwana, maisha yenyewe magumu, tutawalisha nini? Msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri. Allah asema nahnu narzuqukum wa iyyahum, sisi ndio tunakupeni riziki nyinyi na wao. Nyinyi hamjipi riziki wenyewe kama ambavyo wao hawaitafuti riziki wenyewe. Kwa maana hiyo Allah peke yake ndiye anayetoa riziki kuwapa waja wake wao na vizazi vyao. Al-imlaqul faqru ay la taidu banatikum khashyatal ailata wal faqr, msiwazike watoto wenu wa kike wakiwa hai kwa kuogopea ufakiri na umaskini. Fa inni raziqukum wa iyahum, kwani mimi ndiye ninayekuruzukuni nyinyi na wa iyahun na wao. Anasema Sheikh Abdurrahman, wa kana minhum man yaf'alu dhalika bil inathi wadh-dhukur, falikuwa katika washirikina hapo kale kuna ambao walikuwa wakiwafanyia hivyo watoto wao wa kike na hata wa kiume. Akizaliwa mtoto anamfukia nini? Khashiyatal faqr, aogopa umaskini. Na kwa munasaba kile kisa kinachotajwa kwamba Omar ibn al-Khattabi siku moja alipata mtoto wa kike, mkewe alijifungua mtoto wa kike, akafukua shimo amzike, amfukie akiwa hai. Yule mtoto akawa Omar ibn al-Khattabi amshushia mchanga, yeye amfuta baba yake mavumbi kwenye ndevu zake. Kile kisa cha kiongo kimetungwa na maadui wa Allah Mashia kwa ajili ya kumchafua Omar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wala hakina mashiko yoyote, na kuna njia kadhaa za kukibatilisha. Njia ya kwanza, kisa kile hakipatikani kwenye kitabu chochote katika vitabu vya sira vyenye kutegemewa, wala vitabu vya hadithi na athar. Kwa hiyo kisa ambacho hakina isnad na
sisi tunayo kanuni al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa. Isnadi ni katika dini. Kama pangekuwa watu wanazungumza tu bila isnadi kwenye yale wanaoyasema, angesema atakaye kusema akitakacho kukisema. Kwa hiyo Abdullah ibn Mubarak kama sijakosea anasema kanu la yasaluna al-isnad, walikuwa watu hapo kale hawaulizi isnadi. Sikumbuki vizuri kama ni Abdullah ibn Mubarak au ni Hasan al-Basri. Walikuwa hawaulizi isnad, yani mtu akisema tu qala Rasulullah wanakubali. Hapakuwa pamekuwa na uongo wala fitna kipindi hicho. Uongo haukuwa umedhihiri sana wala fitna. Walamma waqa'atil fitna, ilipotuka fitna, qulna sammu lana rijalakum, tukasema kila anayeleta habari anambia tutajieni wapokezi wenu. Fayundharu fi ahli sunnati fayuqbalu kalamu, wanatizama wale wapokezi wakiwa ni watu wa sunna, ilikuwa hadithi zao zinachukuliwa na zinafanyiwa kazi. Ikiwa ni min ahli albid'i faturaddu riwayatu, kama ni watu wazushi riwaya zao zilikuwa zikiachwa. Na wameafikiana ulama rahimahumullah, ulama wa hadithi, kwamba hamna hadithi sahihi inayopokelewa na Rafidhi. Hamna hadithi sahihi, yani hamna kupokea riwaya kwa mtu ambaye ni Rafidh, ni katika Shia Rafidha. Hadithi yake haikubaliwi, ni dhaifu, bali ni katika vigawanyo vya hadithi mbaya kabisa, maudhu. Kwa sababu gani? Al-Imam Shafi rahimahullah asema ma raitu ahada min ahli al-ahwa'i wal bid'i ashhada bizuri min ar-Rafidha. Mimi sijapata kuona, Imam Shafi ndiye asema, mimi kwa umri wangu na ilmu yangu na kuvizoea kwangu vikundi na kuyachunguza yaliyo ndani yake, sijapata muongo na mwenye ushahidi wa uongo kama Shia. Huyo ni Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema hivyo. Na mmoja katika ulama pia katika tabi'in anasema kwamba akhbarani shaykhun minhum taibu, amenipa habari shekhe mmoja aliyetubia katika wao akaacha ushia, annahum kanu idha ijtama'u fa ahsanu amran ja'aluhu haditha, kwamba wao walikuwa wakikusanyika pamoja wale mabwana wakubwa wa kishia, wakapendelea jambo fulani, wanasema kwamba mtume kasema, yani wanalitungia hadithi. Ndio maana riwaya haipokelewi riwaya, na ni haramu kupokea riwaya kutoka kwa Shia ar-Rafidha. Sikwambie elimu ndio kabisa. Sasa kile kisa kinachotaja kwamba Umar ibn al-Khattab Allah amridhie alimzika binti yake akiwa hai, kwa ile itikadi iliyokuwa imeenea katika baadhi ya watu wa jahiliya kwamba akizaliwa binti wanamzika akiwa hai. Kile kisa ni dhaif, kile kisa ni maudhu'a, kile kisa ni mukhtalaqa, kimetungwa, kimetengenezwa kwa ajili ya kumchafua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i ashabi rasulillahi wa alihi. Kwa hiyo kile kisa hakifai makhatibu wa Ijumaa, walimu wa darasa mbalimbali kukitoa kwa waumini wao, kwa sababu imebainika ncha kiongo kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza, familia au ukoo wa Adi, ukoo wa Banu Adi, ambapo ndio ukoo wa kina Umar ibn al-Khattab, haijaripotiwa kwamba kwenye ukoo wao, sio yeye tu familia yake, ukoo wao wote, kwamba palitokea mtu aliyemzika binti yake. Na ushahidi ni kwamba Umar ibn al-Khattab anaye dada yake aitwaye Fatima hajazikwa, lakini Umar ibn al-Khattab binti yake mkubwa ni Hafsa, na ndio maana anaitwa Abu Hafs, hajamzika.
hajamzika binti yake yule mkubwa Hafsa, bali alikuja akaolewa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa kile kisa kimetengenezwa, hakina ushahidi wowote, hakipatikani kwenye kitabu chochote katika vitabu vya siyar wala katika vitabu vya hadithi na riwaya. Wallahu almusta'an. Kwa ilikuwa kweli kuna desturi imeenea kwa Makuraishi na baadhi yao kwamba walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike na hata wa kiume baadhi yao, na wengi walikuwa wakiwazika watoto wa kike. Na kikubwa walichokuwa wanaogopea umaskini. Allah anasema wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwaue watoto wenu kwa kuchelea umaskini. Katika Sahih Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud anasema qultu ya Rasulullah, nilisema ya Rasulullah, ayu dhambi a'zamu, ni dhambi gani kubwa zaidi? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, akasema ni kumfanyia Allah mshirika hali ya kuwa Allah peke yake ndiye aliyekuumba. Qultu thumma ayu, nikasema kisha dhambi gani kubwa zaidi? Qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, ni kumuua mwanao kwa kuogopea kula nawe. Kumuua mwanao khashyatan an yat'ama ma'ak, ni kumuua mwanao kwa sababu unaogopea yeye kula na wewe. Qultu thumma ay, anasema Abdullah ibn Mas'ud, nikasema ya Rasulullah, dhambi gani inayofuatia kwa ukubwa baada ya shirki na baada ya kuua? Qala, akasema antuzani bihalilati jarik, kumzini mke wa jirani yako. Azina yote kwa ujumla wake ni dhambi kubwa sana, na Allah anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao waumini, akitaja waja wake waumini ni wale ambao hawamuombi pamoja na Allah Mungu mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na hawaiui nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua pasina haki. Wala yaznun, na wala hawazini. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, na atakayefanya hilo atapata madhambi makubwa kabisa. Yudha'af lahu al-adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, ataongezewa adhabu maradufu siku ya kiyama na atadumu ndani ya moto wa jahannam hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa. Na hata katika bai'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotakiwa achukue bai'a kwa wale wanawake aliochukua bai'a kwao, aliambiwa katika yale ambayo anachukua bai'a kwao kwamba miongoni mwayo ni kutozini. Kadhalika kwa sababu ya ubaya wa zinaa, Allah akaharamisha hata kuziendea sababu zenye kupelekea huko. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kwa hiyo zinaa kwa ujumla wake yote mbaya, lakini ndani ya hiyo zinaa pana kubwa kuliko nyingine. Ndani ya hiyo zinaa pana aina ambayo madhambi yake makubwa kuliko mengine, kama vile mtu akamzini mke wa jirani yake. Hili mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatakikana wewe jirani umlinde jirani yako, umheshimu jirani yako, umchunge jirani yako, lakini wewe ukamfanyia khiana mpaka ukamharibia mkewe. Wewe dhambi zako mkubwa zaidi kuliko uzinifu wa kawaida. Uzinifu kwa namna yake zake zote ni mbaya na ni dhambi kubwa, inapeleka motoni, lakini ikifika hatua ukakosa ubinadamu mpaka ukafika hatua ukaamua kumfitini jirani yako, wewe sasa dhambi zako mkubwa zaidi katika zinaa hiyo hiyo, lakini wewe dhambi zako mkubwa zaidi kuliko nyingine katika hiyo hiyo zinaa. Kwa hiyo antuzania bihalilati jarik, kumzini mke wa jirani yako, hii dhambi kubwa sana baada ya shirki,
na baada ya kuua inafuatia hii. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume alipomjibu Abdullah ibn Mas'ud kwa majibu haya akasoma aya ya Allah isemayo walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar, na wale ambao hawaombi pamoja na Allah, hawamuombi Mungu mwingine, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na hawaiui nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki, wala yaznun, na wala hawazini. Wa qawluhu, na akasoma kauli yake Allah wala taqrabul fawahish, la mtume akaisoma aya hiyo mpaka mwisho wake pale aliposema waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kisha Allah jalla wa ala anaendelea kusema kwenye ile aya 151, aya iliyofuatia baada yake aya ya 152, aya 151 baada wanasema Allah jalla wa ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, na wala msiyakaribie machafu yaliyo wazi na yaliyojificha. Neno fawahish likija katika matamko ya kisheria panakusudiwa zinaa na panakusudiwa liwapo. Allah anasema wala taqrabul fawahisha, wala msiyakaribie machafu ma dhahara minha wa ma batan, yaliyo wazi na yaliyojificha. Mara nyingi neno fawahish katika matamko ya kisheria hukusudiwa zinaa na kadhalika hukusudiwa liwapo. Allah anasema jalla wa ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikaribie uzinifu kwani ni uchafu, limetumika neno fahisha. Lakini Allah akasema jalla wa ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila, akatumia neno fahisha. Kwa hiyo neno fahisha mara nyingi likija katika matamko ya kisheria linakusudiwa zaidi zinaa na kadhalika linakusudiwa liwapo, na haya yote mawili ni mabaya mno, na kadhalika linaenea neno hili kila aina ya uchafu wenye kuchafua dini yako na utu wako na kukuharibia akhira yako. Na haya mawili ambao ndio makubwa kabisa katika fawahish, na ambao ni zina na liwat, yamekuja makemeo makali katika sheria. Na kwa ufupi zina kama tulivyoelezea, na ama upande wa liwat Allah jalla wa ala ameelezea adhabu yake alivyowafanya kaumu Lut pale walipoyafanya hayo, kwamba aligeuza kwao ardhi, akaipindua ardhi kwa wao, ikawa juu ni chini na chini ni juu, wakadidimizwa katika ardhi. Na Allah anasema wama huwa minadh-dhalimin biba'id, adhabu ile walioadhibiwa nayo wale haiko mbali na madhalimu wa umma huu watakaoyafanya hayo. Kwa hiyo tunachelea sisi kupatwa ni adhabu kama ile maadamu watu hawa wapo katika jamii, na hivi sasa kwa bahati mbaya wanayadhihirisha waziwazi hayo. Wallahi tunachelea adhabu hii ikiwa walinganizi watayanyamazia haya. Mmoja katika ummahatil mu'minin alimwambia Rasulullah anuhlaku wa fina salihun, ya Rasulullah, hivi tutaangamizwa na kati yetu kuna wanaofanya mema, wanaofanya ibada? Akasema naam, idha kathura alkhabath, ndio mtaadhibiwa pamoja na uwepo wa watu wema kati yenu yatakapodhihiri mabaya na ikawa hayakemewi. Kwa hiyo tunahimizana sisi kuyakemea haya katika familia zetu, jamaa zetu, majirani zetu, miji yetu. Tukemee masala haya mabaya haya ambayo yanaenezwa na baadhi ya mataifa ya kimagharibi. Haya mambo hayafai. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin
faqtulul fa'ila wal maf'ul, mtakayemkuta anafanya kitendo cha kaumu Lut, muueni mfanyaji na mfanywaji, wote wauawe. Ndio hukumu yao katika Qur'an, ndio hukumu yao katika hadithi za Rasulullah. Sasa mpaka wakatofautiana maswahaba, je, anauliwaje huyu aliyekutwa afanya hivyo na afanywa hivyo? Ilitokea katika zama za maswahaba, kuna bwana alikamatwa akifanya vitendo hivyo. Wakawa wamekaa shura, tumuue kwa njia gani? Kweli mtume kasema uawe mtu anayefanya hivi, je, anauawa kwa njia gani? Ikawa wametoa rai mbalimbali. Baadhi yao wakasema apigwe mawe mpaka afe, wengine wakasema abebwe mpaka apelekwe juu ya mlima mrefu alafu atupwe kuanzia juu ya mlima, arushwe akaanguke chini huko apondeke kwenye mawe. Hiyo ndio rai ikachukuliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale kaumu Lut walipinuliwa ardhi juu chini juu. Kwa wakaona kwamba iliyo karibu zaidi katika kumuua mtu mwenye kufanya kitendo kama chao ni kupanda naye sehemu ya juu mbali kabisa, halafu kumtupa aanguke chini apondeke kama walivyopondwa wale na mawe. Kwa hiyo kitendo hiki Rasulullah anasema mayajatumu ya'mal amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul, auliwe mfanyaji na mwenye kufanywa. Lakini katika ubaya wa jambo hili, mpaka ulama rahimahumullah anasema kwamba mtu akifanya kitendo hiki na mnyama, yule mnyama hafai kula nyama zake, pia anauawa yule mnyama. Yule mfanyaji na yule mnyama wanauawa wote. Kwa hiyo kile wanachofanya baadhi ya watu, na ujana ni nusu ya uenda wazimu kama wanavyosema baadhi ya watu. Ikatokea mtu amefanya haya jambo machafu na mnyama, yule mnyama hafai kuliwa, yule mnyama anauawa pia, na huyu kijana naye anachiwa adabu. Wallahu almusta'an. Wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wama batan, msiyakaribie machafu yaliyo wazi na yaliyojificha. Allah anasema, Abdullah ibn al-Imam ibn Atiyya asema, nahyun 'amun an jami' anwa'il fawahish, hili ni katazo lenye kuenea. Al-Imam ibn Atiyya asema hili katazo linaenea aina zote za mambo machafu. Wa hiya al-ma'asi, nayo ni maasi. Wa dhahara wa batan, ay halatani tastawfiyani aqsamu ma ju'ilata lahu min al-ashya'i, yawe ya wazi yawe ya siri, yote yamekatazwa. Allah anasema, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Hadithi inapokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud kwamba mtume anasema, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi watariku lidini almufariqu liljamaa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, haiwi halali kumwaga damu ya Muislamu aliyeshuhudia kwamba hapana anayestahili kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Allah, isipokuwa itakuwa halali kumwagwa damu yake, kuuawa kwa moja ya mambo matatu: asayibu zani, mtu mzima mwenye kuzini. Asayibu ni mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa, ima alishawahi kuoa ikatokea wameachana na mkewe, au mwanamke pia aliwahi kuolewa akaachana na mumewe, ima kwa sababu ya talaka au kwa sababu ya umauti. Huyu ambaye alishawahi kufunga ndoa anaitwa thayyib. Sasa ikitokea mtu huyu amezini, mtume anasema hukumu yake huyu wauawe, hafai kuishi kwenye jamii. Mtu huyu hatakikani kuishi kwenye jamii. Huyu ni kirusi kibaya, hiki kinaharibu jamii. Athayibu zani, mtu mzima, mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa alafu amekuja amezini. Sasa sawa pia bado yuko kwenye ndoa yake, ana mkewe huko halafu akazini tena, au ana mumewe huko halafu akazini tena. Huyu
hukumu yake Kiislamu kuuawa. Lakini haya yote yanatakikana ayafanye mtawala, sio raia. Sasa kwamba mmeenda mmemkamata mtu huko mnamuua wenyewe, huo sio utaratibu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kwenye kuziendea kadhaya hizi. Kadhia za kumsimamishia hadi mtu aliyezini, mtu aliyeiba, mtu aliyefanya kadha wa kadha, haya ni masuala yamefungamanishwa na watawala. Kwa mfano miji yetu hii ina viongozi wake, miji yetu hii ina watendaji wake, ina madiwani wake, ina wenye viti wake. Hawa ndio ambao matamko haya yanaelekezwa kwao, kwamba nyinyi katika hawa raia mnaowasimamia hawa, atakayefanya jambo fulani na fulani, hukumu ya Allah kwake yeye afanyiwe kitu fulani. Hawa ndio wanaopewa maagizo hayo. Sisi raia tuko nyuma yao. Wao sasa wakiyatekeleza wanapata thawabu, wasipoyatekeleza watakwenda kupambana na adhabu mbele ya Allah, sio sisi raia. Kwa hiyo maagizo haya ya mtu ambaye amezini hali ya kuwa ana ndoa yake au aliwahi kuingia kwenye ndoa kwamba anauawa, hili ni swala la watawala, sio la raia. Kwa hiyo isije ikachukuliwa maelezo haya kwamba sasa mtu ameenda huko amemtafuta mtu, bwana uliwahi kuzini, akamuua nini, tumesikia darasa. Sio darasa hii yaelekezwa kwa watawala, ndio ambao wana jukumu la kumsimamishia hukumu ya Allah yule ambaye atafanya jambo ambalo Allah ameteremsha hukumu yake. Nadhani tumeelewana. Athayibu zani, mtu mzima mzinifu, mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa au yupo ndani ya ndoa akazini, Mtume anasema mtu huyu damu yake ni halali imwagwe, hastahili kuishi tena baada ya hapo. Sasa unaweza ukauliza, mbona maisha magumu hivi? Maisha magumu kwa sababu hukumu za Allah hazitekelezwi. Kuna watu kama hawa wanaishi, wanaharibu tu mabinti za watu, wanaharibu wake za watu, wanaharibu mama za watu. Watu kama hawa sheria ya Allah walikuwa hawastahili kuwepo katika ulimwengu. Wanafsu bin nafsi, na nafsi kwa nafsi, mtu ameua na uawa. Watariku lidinihi almufariqu liljamaa, na mwenye kuiwacha dini yake akatengana na jamaa ya Waislamu. Hawa wanastahili kuuawa. Mwenye kuritadi, alikuwa na Muislamu alafu mara ameacha Uislamu ameingia kwenye dini nyinginezo, huyu anauawa. Na maagizo yote haya yanapelekwa kwa watawala, sio kwa raia. Anasema Allah, dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Hayo ndiyo anayokuhusieni Allah kwayo ili mpate kutia akilini. Haya mlioyatajiwa hapo ni maagizo ya Allah na ni wasia kwenu nyinyi ili mpate kutia akilini. Ay inna Allah ta'ala wasana bihadhihi alwasaya, Allah ametuhusia nyasia hizi, linaaqilaha anhu, ili tuzifahamu kutoka kwake, wa na'amala biha, na ili tuzifanyie kazi. Insha Allah ta'ala, kwa kuwa muda wetu umeisha, tutasimamia hapo ambapo ni mwisho wa ufafanuzi wa aya ya 151 katika suratul An'am. Allah akipenda katika siku ya kesho tutakuja kuifafanua aya ya 152 katika suratul An'am na yale yatakayofuatia baada ya hapo katika kitabu chetu hiki cha tauhid. Nas'alullah jalla wa ala yamunna alaina bifadli wa yatawaffana muslimin. Rabbana qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana waj'al tha'rana 'ala man zalamana ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.